Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA tunayo furaha kutangaza rasmi kufanyika kwa hafla ya utoaji wa tuzo za wanahabari zinazofahamika kama Samia Kalamu Awards. Tuzo hizi zimelenga kuhamasisha uandishi wa habari za maendeleo unaojikita katika kufanya kazi za uchambuzi na utafiti wa kina, kuongeza maudhui ya ndani, kuzingatia weledi, maadili na uwajibikaji wa kitaaluma, kukuza uzalendo na kujenga taswira chanya ya nchi. Hafla hiyo ya utoaji wa tuzo inatarajiwa kufanyika Aprili 29 mwaka huu wa 2025 katika ukumbi wa Mabeyo Complex jijini Dodoma. Mgeni rasmi wa tukio hili anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia Kalamu Awards ni tuzo zinazotokana na mafunzo yaliyotolewa mwaka jana, mwaka wa 2024, kwa lengo la kukuza na kuendeleza uandishi wa habari za maendeleo nchini. Walengwa wa tuzo hizi walikuwa ni waandishi wa habari, wachapishaji wa maudhui ya mitandaoni, maafisa habari, watangazaji wa vyombo vya habari ambao walishiriki kwa kutuma kazi zilizorushwa na kuchapishwa katika vyombo vyao vya habari. Tuzo zimegawanyika katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza linahusisha tuzo maalum za kitaifa ambazo ni pamoja na tuzo za chombo cha habari mahiri kitaifa, tuzo za wanahabari wabobevu, tuzo za afisa habari mahiri wa serikali, tuzo za mwandishi wa habari mahiri wa kitaifa, tuzo ya uandishi wa habari za matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kundi la pili linajumuisha tuzo kwa vyombo vya habari ambazo ni tuzo za televisheni, vyombo vya habari vya mtandaoni, redio ya kitaifa, magazeti na redio za kijamii. Ni tuzo za kisekta zitakazotolewa kwa waandishi wa habari waliobobea kuandika makala za maendeleo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, maji, nishati, mazingira, jinsia, wanawake na makundi maalum, ujenzi, viwanda na biashara, maliasili na utalii, mifugo na uvuvi, uchumi wa buluu, kilimo, utamaduni, sanaa na michezo, tehama na ubunifu, mazingira, ardhi na makazi, madini, fedha na uchumi, vijana, elimu na uwekezaji.